Ni katika sherehe za mahafali ya 4 ya kidato cha 6 katika shule sekondari ya Mustafa Sabodo iliyopo halmashauri ya wilaya na mkoa wa Mtwara. Furaha imetanda, shamra na nderemo kutoka kwa wahitimu, walimu, wazazi na wageni waalikwa ambao wamehudhuria katika hafla hiyo. Lakini upande wa pili wa shilingi ni maumivu na vilio vilivyobeba huzuni, kwa kuwa watu hao waliishi pamoja kwa kipindi kirefu, tena kwa upendo. Ni ngumu kumwaga mtu uliomzoea, hasa katika mazingira kama haya. Hii haiwezi kusahaulika. Mahafali hayo yamefanyika Aprili 11, 2026 katika viunga vya shule hiyo inayoongozwa na mkuu wa shule Mwalimu Haji Nyengedi, ambaye 0 na 4 kwake ni kama corona, yaani ni mwiko. Na wakati huo mgeni rasmi ni mjumbe wa halmashauri kuu CCM taifa, yaani mneki, kupitia mkoa wa Mtwara, Comrade Joseph Peneza. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumeambamba kunako viunga hivi vya shule hiyo na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kabla ya mgeni rasmi kuzungumza, kwanza tukamsikilize mkuu wa shule hiyo Mwalimu Haji Nyengedi katika hafla hiyo maridhawa. Kidato cha 6 mwaka 2024, pia daraja la ufaulu kwa daraja la kwanza ilikuwa ni wanafunzi 25, daraja la pili wanafunzi 16, daraja la tatu mwanafunzi mmoja. Hapakuwa na daraja la 4 au daraja 0. Kidato cha 6 mwaka 2025, madaraja ya ufaulu kama ifuatavyo: daraja la kwanza wanafunzi 120, daraja la pili wanafunzi 48, daraja la tatu wanafunzi 3. Hapakuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, bado shule tunakabiliwa na changamoto kadhaa kama ifuatavyo. Moja, ukosefu wa uzio. Kutokana na tatizo hili, wanafunzi, watu na mifugo hukatiza na kuharibu mali za shule na wanafunzi. Ukosefu wa maktaba. Shule yetu inahitaji maktaba yenye ubora na miundombinu rafiki kuwezesha mwanafunzi kujifunza. Tatu, ukosefu wa usafiri. Changamoto hii ni kubwa katika shule yetu, hususan tunapopata dharura za kuwapeleka watoto kwenye matibabu zaidi, hasa nyakati za usiku na nyakati za masika. Hali hii inapelekea shule kutumia gharama kubwa zaidi ya kukodi usafiri. Namba 4, uchakavu wa miundombinu ya mabweni na madarasa, hasa sakafu, dari na nyavu za madirisha. Ndugu mgeni rasmi, ninawashukuru walimu wote kwa kujitolea kwao, wazazi kwa ushirikiano wao na jamii kwa kiunga mkono shule yetu. Pia naipongeza kamati ya maandalizi kwa kuratibu hafla hii kwa mafanikio makubwa. Ikafika zamu ya mgeni rasmi kuzungumza, ambaye ameahidi kumaliza baadhi ya changamoto huku zingine akizibeba. Comrade Peneza huyu hapa. Mustafa Sabodo, kama risala ilivyosema, ni kweli hapa Sabodo kwenda mjini kama kilomita 22, bali sana. Ikitokea mtoto ataugua ghafla bila usafiri ni changamoto. Kwa hiyo hili nitalichukua kwa uzito mkubwa ili tuangalie gani tuweze kufanya. La pili ilikuwa uzio. Ni kweli ni muhimu sana. Kwa hiyo nalo tutalichukua ili watoto wetu kusoma vizuri. Uchakavu wa shule, hasa mabweni. Shida kwenye nyavu na ceiling board pamoja na rangi. Sasa mimi kama mgeni rasmi leo, mimi niahidi kwenye hizi nyavu, kama tunajua Mungu ni hatari kwa watoto wetu. Sasa mimi nitatoa nyavu moja nje na moja ndani. Sasa kuna projector ni shida kidogo. Kwa sababu projector inawafanya wote wajue masomo yanayofundishwa kwa pamoja. Kwa ina display kwenye ubao, wote wanaona. Kwa hiyo mimi mwenyewe kama mgeni rasmi hii nitaitoa. Hata hivyo, mneki huyo amewapongeza walimu wa shule sekondari ya Mustafa Sabodo kwa kazi kubwa wanayoifanya pamoja na kuwatia moyo wanafunzi hao. Kwa ujumla walimu wanajitahidi sana. Kwa sababu kama mlivyosikia, matokeo ya kutoka 2023 ni mazuri sana. Hawana division 4 wala 0. Sana sana, kwa mfano tukizungumzia mwaka uliopita division 1 wako 25. Kwa nakuta kwamba hayo ni maendeleo makubwa, kiasi kwamba wao 3 haikuwepo mwaka jana. Ni wito ambao nimetoa, walimu waendelee kujitahidi, na tumeona kwamba walimu wanashirikiana vizuri na wanafunzi wao.
kupitia mwalimu mkuu Nyengedi na yule mwenyekiti wa bodi. Mshikamano ni mkubwa na walimu kwa kweli tumeona wanajitahidi sana. 25 wamefanya vizuri. Mwaka huu nimesema wajitahidi na wenyewe vijana wametuahidi kwamba watafanya vizuri zaidi. Asante, mimi naitwa Mwalimu Lulu Nchia, ni afisa elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Kwanza walimu wa Sabodo wanajitambua. Walimu wa Sabodo wanajituma. Yaani walimu wa Sabodo hawahitaji kusukumwa. Na hii inadhihirishwa na trend ya matokeo. Yaani kila mwaka matokeo ya Sabodo yanaenda juu. Kwa hiyo mwaka huu yatakuwa juu zaidi. Tunachotakiwa ni kuendelea kuwatia moyo kwa nao karibu, hicho tu. Kwa majina naitwa Mohamed Yusuf Mbaki, diwani kata Mayanga. Matokeo ambayo yanatokea hapa yana reflect kitaifa, kiwilaya na kikata. Kwa series ya matokeo kuanzia 2023, 24, 25 na sasa hivi 26. Grafu inapanda. Kwa hiyo hata overall GPA kwa target ya bodi ya shule imelenga kuwa GPA ya 1.5 mpaka 1.8. Ndio target ya bodi ambayo imejiwekea. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.